Wokovu ni sio kitu chepesi kwa kweli. Kwa sababu gani? Hata maandiko yanasema ya kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndo atakayeokoka. Sasa changamoto zilizopo katika kuishi na Wakristo au wasio Wakristo, sababu swali says nitawezaje kukabiliana na wokovu katika dunia hii ya watu wenye mambo mengi? Unahitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu pekee ndo atakaye kusaidia wewe kuweza kuokoka mara ya kwanza na kuokoka mara ya pili. So kwenye Biblia kuna wokovu wa aina mbili. Wokovu wa kwanza ni ule unaposema ninampokea Yesu katika moyo wangu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na batizwa. That is the first time we speak of wewe kuokoka. Lakini wokovu wa pili ni ule wa kunyakuliwa. Pale tutakaponyakuliwa tutaokoka na dunia. Somebody flowing. So scripture sasa inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndo atakayeokoka. Kwa hiyo kumbe ina maana tumeokoka hii ya kwanza, lakini bado watu wote, Wakristo wote hatujaokoka. Kwa sababu kuna wokovu mwingine. Mtu pekee aliyeokoka labda katika Ukristo ni ule ambaye anakufa. Huyo kaokoka ile ya kwanza na kaokoka ya pili. But so long as bado uko hai, kuna wokovu bado haujaufikia, na ule ndo wokovu mkuu, kwa sababu unaweza ukaokoka huu wa kwanza na usizione mbingu kwa sababu ya lifestyle ulionayo. Lakini ukiokoka hii ya kwanza ya kumpokea Kristo na ukaokoka ile ya pili ya unyakuo, directly mbingu. Patience is key katika safari yako. Jua namna utakavyoishi na watu. Kuna kitu kinaitwa uvumilivu, cha pili kinaitwa kuchukuliana. Kuna wengi mtagundua kwamba waliowahi kuwakwaza sana, ambao shetani amewahi kuwatumia kukukwaza au kukutoa uweponi, aidha ni mtu wako wa karibu sana, kwa maana ya mume au mke, mchumba wako, ndugu yako wa karibu, au mtu mwingine anakuja kuwa ni mtu ambaye is somebody unayemwamini sana. Kwa hiyo wokovu, ili uweze kuushinda, uvumilie mpaka mwisho, lazima ujue kuishi na kila mtu ambaye Mungu kamtuma kwenye maisha yako au ambaye shetani kamtuma, kwa sababu kuna watu waliotumwa kwenye maisha yako pia. Lakini you will need to have the spirit of patience, afu uwe na discernment, roho ya kuweza kutambua yupi atakuwa wa faida kwenye maisha yako na ni yupi atakuwa wa hasara kwenye maisha yako. Lakini all in all, wokovu ni mwepesi kama ukienda kwa Roho Mtakatifu, lakini utakuwa mgumu pale unapotumia mental capacity, unapotumia akili zako za kuzaliwa nazo, kwa sababu wanadamu ni wagumu kuishi nao, isipokuwa Roho awe ndani yako kwa wingi, ili akupe roho ya uvumilivu ambayo ni moja kati ya tunda la huyo Roho, lakini pia uweze kuchukuliana na hichi kiumbe kinachoitwa wanadamu. Shalom, shalom.